Oh, leo ninakuja na ujumbe unaosema mpishe Muumba. Mpishe Muumba. Bwana Yesu asifiwe. Ni hali gani unayoipitia? Ni jambo gani linalosumbua moyo wako? Ni nini ambacho kimekulemea? Biblia inasema katika Mathayo 11 mstari wa 28, njooni kwangu nyote mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mpendwa, mzigo uliobeba hustahili kuubeba. Mpishe Muumba wako aweze kuubeba. Biblia inasema alivaa laana. Tulikuwa watu wenye kulaaniwa. Tulikuwa watu wasiokuwa na mwelekeo. Yesu Kristo alipoamua kufa, alibeba shida zetu pamoja na hati za mashitaka. Mpishe Muumba kwenye hali inayokusumbua. Ninajua maisha tunayoishi wengi wamejeruhiwa ndani ya mioyo yao. Ninajua fika la Mungu linavyosema ya kwamba na watu wengi nyakati za mwisho watakuwa wenye kujipenda wenyewe na kupenda fedha. Ninajua ulikuwa na marafiki uliokuwa ukiwategemea, uliokuwa ukiwaamini, lakini wamekuwa kinyume na wewe. Wanakutukana, wanakudharau, ndugu wanakukataa kwa ajili ya hali yako. Ninajua kuna watu uliokuwa nao walikuwa nafanya jambo fulani kwa ajili yako na si kwa ajili ya Mungu. Lakini leo nina neno kwa ajili yako ya kwamba njooni kwangu nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Sio mimi ninayesema, bali neno la Mungu. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo 1 mstari wa 27 kama sijakosea, na akasema tumuumbe mtu kwa sura na mfano wangu. Basi Mungu amekuumba kwa sura na mfano wake. Mpishe yeye. Mungu anachohitaji kwako, anahitaji moyo ulio safi. Biblia inasema linda sana moyo wako kuliko vitu vyote ulindavyo, maana ndiko zinakotoka chemichemi za uzima wa milele. Ndani ya moyo wako ndipo Muumba anapokaa. Usipompisha Muumba kwa moyo wako, je, utamweka nani? Wewe mpishe Muumba tu, utajua kila kitu anachotaka kufanya katika maisha yako. Maana yeye anasema katika Yeremia 29 mstari wa 11, kwa maana ninayajua mawazo ninayoyawazia ninyi, ni mawazo ya amani na wala si mawazo mabaya. Baba, ni katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, asante kwa ajili ya ujumbe huu asubuhi ya leo. Asante ni kwa sababu kuna mtu aliyekuwa amejibebea mizigo, lakini kupitia ujumbe huu siku ya leo Bwana atakupisha wewe ufanye ni kwa ajili yake. Atakukabidhi kile alicho nacho, maisha yake mabaya. Atakukabidhi hali mbaya anayopitia, nawe Mungu wangu utafanya. Baba, ninakupisha ufanye mapenzi yako, maana umesema na tuombe kwa neno lako tukiamini mapenzi yako. Ni kwa sababu hatujui kuomba ipasavyo. Basi Baba, ninakupisha Bwana, nimekupisha wewe Muumba kwa ajili ya ujumbe uweze kufikia watu wako. Amen.